Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Katika video hii tumekuletea mwongozo wa jinsi ya kubadili taasisi kwa ajili ya kupangiwa shule za sekondari kwa level ya form 5. Hivyo usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification pale tu tutakapofanya update nyingine. Kama tunavyoona katika screen, huo ni mwongozo wa jinsi ya kuweza kubadili taasisi katika mfumo wa Selcom TAMISEMI. Mwongozo huu utamhitaji mwanafunzi aweze kusoma kwa makini kabla ya kuanza kubadili taasisi. Kama tunavyoona, jukumu la mwanafunzi katika mfumo wa Selcom ni kuweza kubadili baadhi ya taarifa binafsi kama home address, mobile number, email pamoja na machaguo ya shule ama vyuo vya kati, pamoja na taasisi ambazo anaona kwamba baada ya matokeo kutangazwa basi anaweza kupangiwa, kwa sababu kuna hatua ya awali ambayo wamejaza, lakini baada ya matokeo kutangazwa kuna uwezekano kile alichokichagua kwa mara ya kwanza kikawa hana sifa. Inaweza ikawa somo moja amedrop, kwa hiyo anataka kubadili machaguo yake, ndio ataingia katika mfumo wa Selcom TAMISEMI kwa ajili ya kuweza kubadili hizo taasisi. Lakini huu ni mwongozo wa kuweza kukuelekeza namna ya kuweza kuingia pamoja na kubadili taasisi. Mwongozo unasema kwa hatua ya kwanza ni namna ya kuingia katika mfumo. Utakwenda katika web browser yote unayotumia, search engine ya Google, utaandika address kama tunavyoona katika screen yetu hapa, selcom.tamisemi.go.tz. Baada ya kusearch basi itakupeleka moja kwa moja katika page ambayo tunaiona katika picha yetu. Amesema baada ya hapo utabonyeza menu ya chini kabisa iliyoandikwa for candidate, click here to register. Kama ni mtumiaji na ni mara ya kwanza utabonyeza hapo kulipoandikwa click here to register hapo chini. Kwa sasa hivi wamefanya maboresho, pale chini kutakuwa na button ya register manual ambayo utaipata sasa huo mwongozo. Kwa hiyo utabonyeza neno register pale chini. Baada ya hapo utajaza taarifa zako. Kwa yule ambaye ana login ama alishawahi kujiunga, basi ataingia tu, ataweka username yake pamoja na password. Kwa hiyo baada ya kuingia utajaza taarifa zako kama tunavyoona katika picha hapo. Ili kuweza kujisajili utajaza taarifa zako, utaweka namba yako ya shule. Baada hapo dirisha litafunguka. Kwa kila utakachofanya basi dirisha litafunguka kwa ajili ya hatua ya mbele. Kwa hiyo hapa mwanzo tumejaza taarifa zetu, ambapo mfumo ulihitaji tuweke index number ili tuweze kujiregister. Kwa hiyo utakapoweka tu index number, kuna maswali utaulizwa, utayajibu. Baada ya kuyajibu ndio mfumo utaendelea mbele, utakuhitaji wewe kuendelea kujaza taarifa zako kwa usahihi. Kwa hiyo dirisha litakapofunguka akasema utajaza password. Kwa hiyo utajaza password ambayo utahitaji kuitumia katika dirisha lifuatalo. Kwa kila hatua hakikisha unajaza taarifa zako muhimu. Kwa ukijaza password utakayo confirm password yako, maana yake utairudia kama ulivyoandika pale juu, utaandika na sehemu ya pili. Baada ya hapo utaweza kusave na mfumo utachakata. Baada ya kuchakata utakwambia kwamba umefanikiwa kubadili password. Kwa hiyo baada ya hapo maana yake ni kwamba tayari umeshajisajili. Kwa hiyo hatua itakayofuata utaingia tena katika mfumo, utakwenda pale kulipoandikwa login, utaweka username yako ambayo ndio ile namba, index number ya mtihani wako wa form 4 pamoja na password ambayo umeijaza kule juu. Kwa hiyo baada ya hapo uta login, mfumo utafunguka. Ukishafunguka
utaanza sasa kubadili taarifa zako kama kutakuwa na haja. Nasema taarifa binafsi za mwanafunzi. Kwa hiyo utaangalia taarifa zako binafsi kama kutakuwa na haja ya kubadili ama hakuna. Kwa hiyo utajaza, baada ya kujaza utasave, kila hatua utakuwa una save. Taarifa binafsi utajaza majina yako, utajaza gender, age, candidate number, center number, pamoja na school, kuna home address. Kwa kama hizi zote tayari zimeshajazwa, phone number, email, kama zote zimejazwa basi ziko sahihi, unaweza kupata. Lakini kama kuna sehemu ambayo unahitaji kubadili, utabadili afu kisha utabonyeza save. Kwa baada hapo itakuja pati nyingine ambayo hii ni student general choices. Kwa hiyo hapa sasa wewe ndio utakuwa na machaguo yako sasa. Sema hapo utaanza chaguo moja moja. Kuna general choices, utahakiki hapo kama tunavyoona. Utahakiki, utaweka machaguo yako kwa usahihi kwa upande wa form 4 na vyuo vya kati. Kwa baada ya kuedit machaguo yako utabonyeza save and next. Itakuja part ya B2. Sema bofya kuingia katika eneo hili ili kuendelea kubadili taarifa zako za machaguo ya vyuo vya kisekta. Haya, kwa hiyo baada ya hapo uta save na kubonyeza next. Itakuja tena machaguo mengine. Kwa hiyo utachagua kulingana na matakwa yako. Baada ya hapo utabonyeza tena save, next. Itakuja upande wa pili ambao upande wa tatu ambao ndio form 5. Haya, kwa hiyo baada hapo itakuja form 5 details choices. Sasa hapa ndipo utabonyeza kuingia katika eneo hili ili kuendelea kubadili taarifa zako za machaguo ya shule za form 5 pamoja na taasisi zake. Kumbuka mwanafunzi ataona possible combination 2 na shule kutokana na ufaulu wa matokeo yake kwa lengo la kubadilisha. Kwa hiyo hapo machaguo ambayo utayaona yatategemeana na matokeo yako. Kwa hiyo kama wewe unahitaji kusoma PCB alafu matokeo yako katika masomo hayo ulidrop, maana yake unaweza usilione hilo chaguo. Mfumo utakutema automatic. Kwa hiyo utachagua kwa chaguo la kwanza kama tunavyoona, utachagua combination chaguo la kwanza, utakuja kwa option ya pili, ya tatu mpaka ya tano, kisha utabonyeza save and next kwenda page inayofuata. Baada ya hapo utachagua technical education, nazo pia utachagua hivyo vyuo. Baada ya hapo utasave. Maelezo yanasema hapa tukiingia katika eneo hili wanafunzi lazima awe na ufaulu wa taasisi ya PCM katika matokeo yake kwa ajili ya kubadilisha eneo hili. Kwa hiyo ili kuweza kubadilisha machaguo katika upande wa technical education lazima mwanafunzi amefaulu somo la physics, chemistry pamoja na mathematics. Kwa hiyo kama umefaulu masomo hayo basi utachagua na kisha utabonyeza save and next. Tutakuja tena health education. Sasa hapo tunakuja tena elimu kwa upande wa afya. Kwa hiyo anasema kubofya kuingia katika eneo hili kuendelea kubadili taarifa zako na machaguo ya vyuo vya afya pamoja na taasisi zake. Kwa hiyo utachagua then utasave. Baada ya hapo tutarudi katika diploma education. Na hapo pia utachagua vyuo na kozi zake. Baada ya hapo utasave ili kwenda next. Kwa hiyo baada hapo kuna trace ya other college, na pia utachagua ni inahusu vyuo na taasisi zake, ikiwa na maana vyuo na course. Kwa hiyo utachagua na kisha utasave. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa tayari umemaliza kubadili taasisi na vyuo vya kati katika mfumo wa self TAMISEMI. Kama una maswali, una majibu, unahitaji msaada kuweza kufanyiwa, basi usisite kutuandikia ujumbe wako kwenye comment, tutakusaidia kwa gharama nafuu.